Nzoia wanaendeleza uchunguzi kufuatia vifo vya watu wawili ambao wameteketea kiasi cha kutotambulika baada ya moto kuteketeza makazi yao ya kukodi usiku wa kuamkia leo katika eneo la Makunga viungani mwa mji wa Kitale. Mwandishi wetu kutoka eneo hilo Isaac Famba anatuarifu. Simanzi majonzi ndio taswira ya wakazi wa eneo hili ambao wamekosa majibu ya maswali kuhusiana na mkasa wa moto ambao umesababisha vifo vya watu wawili akiwemo mmiliki wa makazi haya na mpangaji. Kulingana na wenyeji, moto huo ulianza mwendo wa saa 9 usiku ambapo juhudi za uokozi zilifeli kutokana na msambao mkubwa wa moto huo ambao ulikuwa ukienea kwa kasi. Ulikuwa usiku mwendo wa saa 9 hivi. Kaanza kusikia majirani tuokoe. Wakati tulitoka kwa nyumba kufika hapo hivi tunapata moto ushapatapakaa kila mahali ambapo mambo ya uokozi hakuna. Ni mkasa ambao umesababisha hasara kubwa ukiwamo uharibifu wa mali na vyakula vilivyokuwa vimehifadhiwa kwenye baadhi ya nyumba katika eneo hili. So tumepoteza kila kitu. So mimi nimepoteza kila kitu hapo. Mahindi yangu 35 bags zimeungua. Kila kitu nimepaki chinzi nilivyo. Baadhi ya biashara hapa ziliathirika wasijue la kufanya wenyeji ambao walibaki tu kutazama moto huo ulivyokuwa ukiharibu mali yao. Nilipigiwa simu usiku, nikakuja ndio nikapata moto ishasamba. Moto ilikuwa ishasamba kila mahali, so sikuokoa anything. Vitu zote ziliungua ndani ya nyumba. Kwa sasa maafisa wa polisi wameanzisha uchunguzi kubaini chanzo cha tukio hilo ambapo kufikia sasa chanzo cha moto huo hakijabainika. Isaac Famba, TV47 ikiwa kaunti ya Trans Nzoia. Namshukran sana Isaac Famba kwa taarifa hiyo.